Karibu tena katika darasa la biashara na ujasiriamali. Leo tutaenda kujifunza mambo muhimu kabisa na ya kuzingatia ukiwa katika biashara au ujasiriamali ili uweze kufikia malengo yako. Jambo la kwanza na la muhimu kujua ni kwamba inawezekana kabisa hata wewe ukafikia malengo yako ikiwa tu hautokata tamaa, hasa katika kile kitu ambacho unakifanya. Inaweza kuwa biashara, ajira, ujasiriamali au uwekezaji. Hebu tambua leo kuwa kila mtu hapa duniani ana ndoto, malengo na matarajio anayoyapigania. Hata hivyo, safari ya kuyafikia hayo yote sio rahisi kama wengi wanavyodhani, bali safari ya mafanikio imejaa changamoto, vikwazo na majaribu mengi yanayoweza kumfanya mtu apoteze matumaini. Watu wengi sana wamewahi kuanza safari ya mafanikio, lakini wakakata tamaa na kuishia katikati ya safari, wakasahau kuwa mafanikio ni matokeo ya uvumilivu, bidii, uthubutu na imani thabiti ndani yao. Pia lazima kufahamu kuwa ili ufikie malengo yako unahitaji mwelekeo sahihi, nidhamu binafsi na moyo wa kujitoa na kujituma na kutokata tamaa hata pale mambo yanapokuwa magumu. Ni muhimu kutambua kuwa kushindwa au kufeli sio mwisho safari yako ya mafanikio, bali ni njia bora na ni somo bora litakalo kufundisha njia bora zaidi ya kufanikiwa. Historia ya nyuma imejaa mifano ya watu wengi zaidi ambao walikutana na changamoto kubwa, lakini hawakukata tamaa na mpaka leo tunawahesabu kuwa ni watu waliofanikiwa zaidi. Sasa basi, baada ya kufahamu mambo yote hayo, hebu tuangalie mambo muhimu sasa ambayo yanaweza kukusaidia wewe ili ufikie malengo yako. Jambo la kwanza kabisa, usikate tamaa. Kwenye biashara yoyote ile, changamoto ni kawaida kutokana na ushindani wa soko au uhitaji wa wateja kupanda na kushuka. Na uvumilivu ndiyo njia pekee ambayo huwatofautisha kati waliofanikiwa na ambao wameishia njiani. Hebu jitahidi ndugu yangu, uwe katika upande wa waliofanikiwa na sio katika upande wa walioshindwa. Hasara ni somo la kujifunza. Hasara ni somo la kujifunza badala ya kuumia au kunung'unika pale inapotokea. Hebu jiulize, je, nimetoka na funzo gani kwenye hii changamoto? Kisha tafuta suluhisho na sio usingizio. Hebu jifunze kutoka kwa watu wengine. Wajasiriamali wengi wamepitia kwenye misukosuko mingi na mikubwa zaidi, lakini hawakukata tamaa. Jambo la pili, jifunze elimu ya fedha. Elimu ya fedha ndiyo njia pekee ambayo itakusaidia wewe kujua namna gani sahihi ya kutumia pesa yako na jinsi gani ya kufanya matumizi mbalimbali na njia ya kuweka akiba na uwekezaji. Hebu niazime sikio lako nikwambie kitu sasa. Kama wewe unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, basi tunakuomba subscribe channel yetu sasa ili uendelee kupata maarifa mapya kila tunapo-upload video zetu, kwa sababu kila video yetu inakupa fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee tulipoishia. Jambo la tatu, jifunze kila siku. Hebu usiendeshe biashara yako au uwekezaji wako kwa kubahatisha. Mafanikio sio mchezo wa bahati nasibu, bali ni mkakati na ni msingi unaojengwa kwa kujifunza vitu mbalimbali. Jielimishe kila siku, soma vitabu kila siku, soma makala mbalimbali, sikiliza podcast na video mbalimbali kuhusu biashara na ujasiriamali. Jambo la nne, jijenge kuwa na nidhamu. Ujasiriamali, biashara na uwekezaji unahitaji nidhamu binafsi. Kuanzia leo, amka mapema, fanya kazi zako kwa bidii, weka muda wa kujifunza kila siku, epuka matumizi ya pesa yasiyo sahihi na ya lazima, pia uweke akiba na kuwekeza. Jambo la tano na la mwisho ni kuwa na uvumilivu na kuwa na maono makubwa. Usikate tamaa kwa sababu mambo uliyoyapanga yanachelewa, kwa sababu mafanikio halisi huanza hatua kwa hatua. Kama una malengo makubwa, basi kamwe usikubali maumivu madogo madogo au changamoto mbalimbali zikukatishe tamaa.
Endelea kuamini, endelea kufanya kazi kwa bidii, endelea kusonga mbele. Inawezekana kabisa hata wewe ukafikia malengo yako. Usikate tamaa, anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asanteni na wote mnakaribishwa.